Mimi kwa majina naitwa Comrade Cuthbert Albert Joseph, alimaarufu kama kada mtiifu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza, na pia ni mratibu wa timu ya ushindi ya mkoa ninaifanyia kazi kwenye wilaya ya Kwimba. Lakini ukiacha hivyo, pia mimi ni mwenyekiti wa chama cha wachimbaji wadogo Tanzania Youth in Mining mkoa wa Mwanza. Tathmini yangu kiniuliza kuhusu utendaji kazi wa serikali ya awamu ya 6. Tathmini yangu kiukweli tunaweza kusema imekwenda 98-99%. Serikali ya awamu ya 6 imefanya vizuri sana kwenye engo nyingi na maeneo mengi, kianzia kiuchumi, kimahusiano ya kimataifa, kimahusiano ya kisiasa kati ya mtu na mtu, chama na chama, serikali na vyama. Kwangu mimi upande wake serikali imetimiza wajibu wake, na ukiangalia upande wa maendeleo ya kawaida imefanya vizuri zaidi na zaidi na zaidi. Ukiangalia kama daraja la JPM liliachwa likiwa na ufanyaji kazi ulikuwa hauzidi 30%. Lakini leo tunaongelea lile daraja lina 99%. Ukienda pale kwenye lile daraja ndilo daraja kubwa zaidi Afrika Mashariki. Na nafikiri ni daraja la 7 kwa ukubwa Afrika. Ni daraja lenye kilomita 3. Ni daraja lenye urefu wa mapana ya mita 32. Ni daraja ambalo linaweza likapitisha upande mmoja magari mawili, alafu likawa na sehemu moja ya emergency. Kwa ina maana linaweza likapitisha magari 6 kwenda na kurudi yakiwa yanapishana. Lakini wakati huo kuna barabara za waenda kwa miguu ambazo zina mita 2, ambazo pikipiki pamoja na waenda kwa miguu wanaweza kupita. Na daraja ukiangalia almost linasubiri kuja kufunguliwa tu. Tayari nimeshakuwa liko vizuri. Huko ni kusadifu. Ukiangalia kwenye ilani kulikuwa na mambo ya miradi kama mradi wa meli ya MV Mwanza. Wakati mtangulizi wa Daktari Samia Suluhu anaondoka, anafariki na kumwachia Daktari Samia Suluhu Hassan, ile ilikuwa haizidi 50% ile meli. Lakini sasa hivi meli ilishatestiwa, inasubiri gati tu. Ukisimama hapa tulipo utaona gati inaendelea kujengwa na iko kwenye hatua za mwisho. Kwa ina maana kwamba hivyo vitu vyote vinasadifu. Ukiangalia kulikuwa na utekelezaji wa ilani upande wa elimu, kulikuwa na baadhi ya sehemu ambazo ni nyingi, kwa sababu kumbuka daktari amefariki ni mwaka mmoja tu tangu ilani ianze kufanya kazi. Kwa ina maana maendeleo yote yaliyokuwa yamepangwa kwenye ilani yalikuwa yameshafanyika kwa asilimia kati ya 16 mpaka asilimia 20. Ina maana asilimia zote 80 za utekelezaji wa miradi yote, iwe ya kimkakati ama ile ambayo si ya mkakati, imeweza kutekelezwa na hii awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kama muda ukifika na ikaona inafaa, naweza kufanya, lakini kwa sasa bado sijafikiria. Kikubwa tuna focus sisi kama vijana kueleza mazuri ambayo serikali yetu imefanya, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanabeza. Sasa lazima tu naamka kidogo kuwaonyesha kwamba lile ni daraja la Magufuli, ile ni meli ya MV Mwanza, ile ni SGR, zile hiyo ni airport, hizo ni barabara zinajengwa Mwanza za njia 4. Umeelewa Lazima sasa vijana tumsemee mama kwamba anafanya vizuri, lakini sio kila anayemsemea basi anataka kugombea. Hizo ni hisia hasi. Sisi tunafundishwa hisia hasi zinaleta uchonganishi. Kwa hiyo na mtu yeyote anayefikiria tu kugombea, nafikiri ni vyema sasa ni wakati ambao ni brand chama kuambia watu juu ya yale ambayo tumefanya, kwamba ilani tuliinadi hii, na hii ilani sasa tumeifanyia hivi. Na huu ni wajibu wetu sisi wanachama wa Chama cha Mapinduzi, bila kuwa na hisia za kugombea. Chama cha Mapinduzi kina taratibu zake, na mimi nasema kipenga hakijapulizwa. Taarifa tu imetoka kwamba tarehe 28 mwezi wa 6 watu wataanza kuchukua fomu badala ya tarehe 1. Hizo ni taarifa za chama, lakini kipenga hakijapulizwa. Na hata kitakapopulizwa, ninatoa wito kwa vijana wajitokeze kugombea. Natoa wito kwa kina mama
wajitokeze kugombea. Natoa wito kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi wenye sifa waende wakagombea, lakini kwa sasa tuendelee kuambia wananchi wetu kuhusiana na Chama cha Mapinduzi na tuweke maslahi ya chama mbele badala ya kuweka maslahi yetu binafsi mbele. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Daktari Samia Suluhu Hassan na Chama cha Mapinduzi tumefanya makubwa, chama kimefanya makubwa, na ndio maana wananchi wana imani nacho. Na ukiangalia sasa hivi mikutano ya upinzani, mkutano mmoja hata mimi nikiitisha tu Mwanza hawezi kufika. Yaani kwamba wana watu wachache mpaka sasa wanaanza kuwalaumu wananchi kwa nini hawaendi kwenye mikutano yao, kwa sababu watu wanaangalia. Unawezaje kwenda kusikiliza porojo ukaacha kuangalia daraja linajengwa la Busisi ambalo utapita bila matatizo, uende ukasikilize mtu anayekuambia kwamba nenda kamzuie mtu mwingine kwenda kupiga kura? Kwa ina maana wananchi nao sasa hivi wameamka, hawahitaji porojo. Porojo zilikuwa zamani. Kwa wananchi maeneo yote ambayo mimi nimeona wana imani na Daktari Samia Suluhu Hassan na tunakwenda kumpigia kura, na waende wakampigie kura za ndio kwa sababu ya mambo makubwa ambayo wameyafanya na uzuri wananchi wanayaona. Nikipata nafasi ya kukutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, cha kwanza nitampongeza kwa kazi nzuri aliyoifanya ndani ya miaka hii aliyokuwepo madarakani. Ndani ya miaka minne ni kipindi kifupi sana ambacho amefanya mambo mengi. Lakini cha pili nitamwambia asikate tamaa, aendelee kutupambania sisi wananchi wake kama alivyofanya kwenye miaka minne, na tuna imani naye na tutampa kula na akaze na endelee kutupigania. Asiwe na wasiwasi, tuko pamoja na wananchi wako pamoja na yeye. Lakini cha mwisho nitamwambia Daktari Samia Suluhu Hassan, hata wale wanaomkosea akipata muda wasamehe tu kama alivyofanya zamani, kwa sababu hata hawa watu alivyoingia alikuja na foara zimewafanya watu warudi nyumbani, na foara zimewafanya watu wafanye mikutano ya siasa, ingawa saa nyingine wanatoka nje ya utaratibu. Lakini mimi nitamwambia wasamehe tu, maana ndio watu wenyewe hao. Sasa Chama cha Mapinduzi kina wanachama zaidi ya milioni 12. Tunapoongelea wanachama, maana yake tuna watu walio zaidi ya miaka 18 wanachama milioni 12. Na ukiangalia kura zinazopigwa unakuta zinafika milioni 11 jumla au milioni 8. Kwa hiyo bado Chama cha Mapinduzi na wanachama wake kinaweza kaiweka serikali kwa nguvu ya kula, kwa sababu kina wanachama wengi. Ukiachilia wanachama, kina watu ambao ni wakereketwa na kina watu ambao sio wanachama. Kwa hiyo kumhamasisha mtu au kumwambia asusie uchaguzi si dhambi, ila dhambi ukienda kumzuia mtu kwenda kupiga kura. Yaani sasa unakwenda kuvunja katiba kwa kumzuia mtu asipate haki yake ya msingi. Kwa hiyo nafikiri siwezi kuwalazimisha wala siwezi kutoa wito kwao kwamba waende wakashiriki uchaguzi. Hiyo ni haki yao ya kikatiba. Ninawasihi tu wasipoteze haki yao ya kikatiba ya kwenda kuchagua na kwenda kuchaguliwa.